Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko na Adamu Hussein, tunaitazama Mashariki ya Kati ambapo Israeli yatangaza upanuzi wa operesheni ya kijeshi huko Gaza na mpango wake ni kunyakua maeneo makubwa ya ardhi ya Wapalestina huku ikiwaamuru wakazi kuondoka. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametangaza kuhusu upanuzi mkubwa wa operesheni ya kijeshi huko Gaza ambayo inahusisha unyakuzi wa maeneo makubwa ya ardhi ambayo yatajumuishwa katika maeneo ya usalama ya Israel. Katika taarifa hiyo, Katz alisema operesheni hiyo pia itahusisha uondoaji mkubwa wa wakazi wa Gaza katika maeneo ya mapigano bila kutaja maelezo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo ya kijeshi itapanuka na kuponda na kusafisha eneo la magaidi na miundombinu ya ugaidi huku ikiteka maeneo makubwa ambayo yatajumuishwa katika eneo la usalama la Israel. Kupitia msemaji wa jeshi la Israel kwa vyombo vya habari vya Kiarabu, aliamuru wakazi katika eneo la kusini mwa ukanda wa Gaza la Rafah kuondoka katika makazi yao na kuelekea kaskazini. Mwezi uliopita, afisa wa Israel na chanzo cha pili kinachofahamu suala hilo kililiambia shirika la habari la CNN kwamba Israel ilikuwa inapanga mipango ya mashambulizi makubwa ya ardhini huko Gaza ambayo yangehusisha kutuma makumi ya maelfu ya wanajeshi katika mapigano ili kuondoa na kuchukua maeneo makubwa ya eneo hilo. Taarifa ya Katz siku ya Jumatano haikubainisha iwapo wanajeshi wa ziada wa Israel watahusika katika operesheni hiyo iliyopanuliwa. Tangazo hilo linajiri wakati Israel ikiendelea na mashambulizi ya angani kwenye ukanda huo. Takribani watu 17 wameuawa katika mashambulizi ya Israel usiku kucha kusini mwa ukanda wa Gaza, kulingana na maafisa kutoka katika hospitali ya Nasser na hospitali ya Ulaya huko Khan Yunis ambapo miili hiyo ililetwa. Miongoni mwa waliouawa takriban watu 13 ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto waliokuwa wamejihifadhi katika nyumba za makazi baada ya kufukuzwa kutoka eneo la Rafah, kulingana na hospitali ya Nasser. Wengine wawili waliouawa katika mashambulizi tofauti katika ukanda wa Gaza, kulingana na hospitali ya Al-Adwan ambayo ilipokea miili hiyo. Hata hivyo, Israel bado inafanya mwendelezo wa mashambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza katika kile wanachosema ni kupambana na kundi hilo na kuhakikisha wanalitokomeza kabisa kundi hilo. Mpango wa Israel ni kuona kundi hilo linaondoka, na hata kauli ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika siku za hivi karibuni ni kwamba atahakikisha kundi hilo linaondoka ndipo ambapo ataacha kushambulia Palestina, hasa ukanda wake wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.